Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali nazungumzia hapa ni klabu ya soka ya Young Africans kuhusiana na mchezo wao wa dabi ya Kariakoo. Leo hii limeweza kutoka tamko kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Nafahamu ya kwamba kwa sasa klabu ya soka Young Africans mchezo wake unaofuata mara baada ya kalenda ya FIFA utakuwa ni mchezo wa hapa nazungumzia dabi ya Kariakoo ambao utakwenda kukutanisha dhidi ya klabu ya Simba. Mchezo huu ulikwenda kuahirishwa Machi 8 na kupangiwa tarehe mpya na bodi ya ligi ambao ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Sasa klabu ya soka Young Africans vipi, wameusahau msimamo wao, wameamua kukiuka kanuni zao ama imekuwaje? Kuhusiana na hiki utakwenda kujua yote ambayo umejiuliza, maswali yote, majibu yote utakwenda kuyapata hapa juu ya klabu ya soka Young Africans kucheza mchezo huu ambao waliugomea awali na kupeleka kesi kafu na kupeleka kasi kule kesi yao. Yote hayo yalikuwa ni kugomea na kuweza kutaka haki iweze kutendeka. Vipi wamepata haki yao kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kudaiwa, utakwenda kujua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, unafahamu ya kwamba ratiba inasema ya kwamba mchezo unaofuata ni mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa watu wanataka kujua msimamo wa klabu ya soka ya Young Africans mpaka wakati huu, ikiwa ni kwamba sehemu pekee ambao ilikuwa ikiweza kupewa nafasi kubwa kwa wawili hawa kukutana, nazungumzia Simba pamoja na Young Africans, ilikuwa ni sehemu ya kombe la CRDB Federation Cup ambako kule kulikuwa hakuna kipingamizi chochote. Young Africans ambao tayari wameshaweza kutinga hatua ya finali walikuwa kimsubiri mnyama Simba kuweza kudondoka pale ili wakutane katika finali hili, lakini akaweza kuikimbia mwenyewe. Nazungumzia kocha mkuu Fadlu Davis baada ya kuweza kupanga kikosi ambacho kilionekana kutoweza kushindwa mbele ya Singida Black Stars na kuondolewa katika mashindano hayo. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wao wametoa msimamo wao wa kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa kuhusiana kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Hivi karibuni hapa nazungumzia naibu waziri mwenye zamana, hapa nazungumzia Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA, aliweza kuulizwa swali bungeni na akajibu akisema ya kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo utakuwepo kama kawaida. Watu watakwenda kushuhudia tarehe 15. Na aidha hapa nazungumzia mwenyekiti wa bodi ya ligi bwana Steven Mguto aliweza kuweka bayana kusema ya kwamba tarehe wameshapanga ni tarehe 15. Kinachosubiriwa tu ni klabu ya soka Young Africans kupeleka timu uwanjani. Sasa klabu ya soka ya Young Africans leo hii imeweza kujibu kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea juu ya kucheza mchezo wake wa dabi ya Kariakoo. Uongozi wa Young Africans kupitia mjumbe wa kamati ya utendaji, hapa nazungumzia Alex Ngai, amesisitiza kuwa msimamo wa juu ya dabi uko pale pale. Hawatocheza dabi hiyo iliyopangwa tarehe nyingine ambayo ilikuwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Ngai amewasisitiza wanachama na mashabiki wa klabu yao kusimamia msimamo mmoja kama walivyokubaliana na kile ambacho Young Africans wao walikikubaliana. Wakasema ya kwamba wanapaswa kuweza kupewa ripoti ya uchunguzi, nini kilitokea katika siku ya Machi 8. Na kama ni hapa nazungumzia kiongozi wa Young Africans kwa sababu ulikuwa na tuhuma za rushwa na kiusalama
kama kuna kiongozi wa Young Africans alihusika katika lile jambo, basi inapaswa kuweza kutoka hadharani kwa TFF na bodi ya ligi kumweka wazi kama ni sehemu ya watu ambao walisababisha, na kama sio sehemu waeleze ni nani ambaye aliyeweza kufanya mpaka dabi ikashindwa kuchezwa katika siku ambayo iliyopangwa, ambayo ilikuwa ni Machi 8, ambapo klabu ya Simba iliweza kugomea kuingia uwanjani. La sivyo, klabu ya soka Young Africans bado yaendelea kuweza kushikilia msimamo wake kwa kile ambacho kinachotajwa. Inaelezwa kwamba pengine haya yanayozungumzwa kwa sasa ni kwamba klabu ya soka ya Young Africans ili kuonyesha kwamba msimamo wao kwamba hawako tayari kuweza kucheza mchezo huo, ni rasmi ya kwamba klabu ya soka Young Africans imeweza kuweka ratiba yake bayana kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa hivi, ambapo imetangaza kwamba tarehe 15 ambayo klabu ya soka Young Africans inatajwa kwamba itacheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kumbuka Young Africans ndio waandaaji wa mchezo huu, lakini hawajaonyesha dalili yoyote mpaka wakati huu. Hawajatangaza viingilio, hawajatangaza promotion ya mchezo huu ambao unaotajwa, licha kwamba wenyewe ndio wenyeji wa mchezo, lakini mpaka sasa hakuna shughuli yoyote. Lakini rasmi inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba imethibitisha rasmi kushiriki mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya miamba ya Rwanda. Hapa nazungumzia Rayon Sports, utakaofanyika Juni 15, 2025 jijini Kigali kama sehemu ya uzinduzi wa uwanja mpya wa Rayon Sport. Uthibitisho huu unamaanisha Yanga haitacheza mechi ya ligi kuu dhidi ya Simba iliyopangwa awali kufanyika Machi 8, 2025 baada yake kuahirishwa na TPLB. Afisa mwandamizi wa Yanga amekanusha vikali uvumi unaoenezwa mitandaoni kwamba Yanga huenda ikabadili msimamo wake wa kucheza mchezo huo. Ni kwamba Yanga bado wameendelea kushikilia pale pale kwenye kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kuweza kuangalia namna gani ambavyo watakavyokuweza kuhakikisha wanahitaji hapa kuweza kucheza mchezo huu. Anaandika Ashraf Hamadi, anasema kwamba huu msimu turudi kwenye yale makubaliano ya awali kuwa Simba wanajenga timu ambayo pengine kile kilichoweza kutokea kutokana na yale ambayo yaliyotajwa kutokea. Kwa hiyo pengine mpaka sasa msimamo wa klabu ya wananchi Young Africans unaendelea kubakia pale pale juu ya kutokucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mengine yote ambayo yatakayojili katika sakata hili nitaendelea kukusogezea hapa, ila kabla tujaendelea na kumalizia kwa kile ambacho nimekusogezea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, usiache kusubscribe kwa muendelezo wa taarifa zetu.